taarifa ambayo haustahili kuikosa hata kidogo mwanamichezo ni taarifa kuhusiana na Clement Mzize, taarifa za kuondoka Yanga Afrika na kuelekea kwenye mataifa mengine. Zipo taarifa za ukweli na za undani zaidi kwa kila ambacho kinaendelea kwa sasa kwa Clement Mzize kuondoka Yanga Afrika akitafuta marisho mapya. Lakini vipi kwa Yanga wenyewe wakiwa wanaondoka mchezaji mmoja baada mwingine walioipa mafanikio, watabaki kwenye hali ya aina gani, na pengine ni wachezaji wa aina gani wanaotaraji kuwasajili kwa ajili ya kuirudisha Yanga yenye makali ya juu kabisa na kupigania makombe mbalimbali ambao tumeona wakiyapata hivi karibuni. Kwenye kick-off number 1 tutatazama hilo, lakini kwenye kick-off number 2 na kukaribisha tuweze kutazama mwendelezo wa ligi ya kikapu kule nchini Marekani kwa maana ya NBA. Finali ya kwanza ikipigwa alfajiri ya leo, na usiku kwa mkia kesho tutashuhudia finali nyingine pia ikipigwa. Ni finali zipi? Matokeo yakoje? Nani kaonekana mwamba zaidi na yupi ambaye anatazamwa kuwa MVP hadi sasa kwenye hatua hii ambayo tuko? Tutamulika kote huko kwenye kick-off number 2. Kurasa za magazeti unazozipenda pia zipo, review ya michezo ambayo ilichezwa hapo jana na preview ya michezo ambayo inataraji kupigwa hii leo. Leo si ndo finali ya Europa League, tutaipreview hapo baadaye, na mida ya kubeti pia itakuwepo. Lakini kwenye mtu kati tutakuwa na ugeni kutoka kwenye basketball kutokana na mambo yote ambayo yanaendelea hivi sasa Tanzania kwenye mchezo wa mpira wa kikapu. Tutakuwa na mgeni ambaye tutazungumza mengi sana, na huyu mgeni bwana sio kutokea Tanzania, ni mgeni kutokea Ulaya huko. Kwa hiyo kuna mambo ya kujifunza kutokea Ulaya kwenye mpira wa kikapu na yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Lakini kwanza ni kick-off number 1. Clement Mzize, ndugu zangu, taarifa zilizopo mezani, mazungumzo yanaelekea uzuri kabisa kwa ajili ya kufanyika kwa biashara, kuondoka Jangwani na kuelekea kule Misri, kuelekea Zamalek. Swali linabaki kuwa ni kwa nini Zamalek ndio ambayo inapewa nguvu hivi sasa, licha ya kwamba kuna vilabu kadha wa kadha vilitajwa kumhitaji Mzize, vikiwepo kutoka Ufaransa. Tukaamini Ufaransa ni rahisi kwa Mzize kwenda na si vilabu vya barani Afrika. Kachero, hilo la Ufaransa hilo tuliache kwanza. basi nitampa Wilson Oruma. Nitampa Oruma alijibu hilo la Ufaransa. Basi kabla hujafika mbali, imekuwaje Ufaransa imeshindikana Oruma? Sasa wakati anajibu mimi naweza kukaa au nitoke? Keti hapo hapo. Nisikie. Mtasaidiana kujibu. Nisikie majibu yake. Sikia majibu yake kwa yaliyotukuka kabisa. Ngoja nijaribu. Tupe simulizi, tupe hadithi, tupe kila ambacho kinaendelea. Kwa nini Clement Mzize imeshindikana kwenda Ufaransa ambako taarifa zilikuwa zinaonyesha nyingi anaelekea kule, na sasa ni Zamalek ya pale Misri? Sio tu Ufaransa, sema Ufaransa, Olympique de Marseille. Olympique de Marseille inayofundishwa na kocha gani? Roberto De Zerbi. Haikuwa rahisi. Ndio maana niliuliza naweza kuwepo. Kwa nini? So what? Manake unajua ukisema tu Ufaransa ni kubwa unajua. Kuna Paris, kuna Montpellier, kuna Nice, kuna Lyon, kuna timu nyingi sana. Yaani kuna ile timu ambayo alikwendaga Shomari Kapombe ile Kenya ile. Sijui wako wapi siku hizo wale mabwana. Alafu kuna yule mmoja naye Mtanzania alikuwa Nisa itoka Kambiaso yule. Sijui kapotelea wapi Ufaransa. Sasa Ufaransa, mpaka wewe umegeneralize, umesema tu Ufaransa. Sasa Ufaransa ni kubwa. Sema alikuwa anatakwa na Olympique de Marseille, timu inayofundishwa na Muitaliano Roberto De Zerbi, kocha wa zamani wa Brighton and Hove Albion, kocha wa zamani wa Shakhtar Donetsk. Roberto De Zerbi, kocha wa mifumo wewe. Kocha wa mifumo. Kwani ilikuwa ni ngumu Clement Mzize kwenda kufundishwa na De Zerbi? No, sio ngumu, lakini mimi baada ya kusikia nilijaribu kufuatilia. Jaribu kufuatilia kwenye management ya Clement, kujua ni kweli hii ofa ipo. Ofa haikuwepo. Hakukuwa na ofa kutoka. Acha bwana. Yes, hakukuwa na ofa. Papa Mwinyi Zahera alikuwa kwanza kutuambia Clement Mzize alihitajika Ufaransa toka akiwa anatoka Iringa huko. Sasa Ufaransa ni kubwa. Yaani ndio maana pale mimi nika specify kwamba ugumu unaweza kuja kwa sababu imetajwa Olympique Marseille. Lakini kwa maana tu ya kwenda Ufaransa ni kubwa na timu ziko nyingi. Basi kama hilo lishajibiwa, lishaeleweka. Kwa kumbe ilikuwa ni picha kutengeneza biashara, nilivyokuelewa. Of course inaruhusiwa. Na inaruhusiwa of course. Yaani kwa lugha nyingine ilikuwa propaganda. Inaruhusiwa. Umeridhika na propaganda? Mimi tena. Wewe ulikuwa na swali. Wewe ulikuwa na swali nikakupa pass kwa Wilson.
Twende Zamalek. Jana bwana saa 7 nilikuwa nakula sehemu Mchana. kapokea simu kutoka Egypt. Nikaambiwa Kachero na kutumia vitu kwenye WhatsApp. Tazama. Sawa? Ukisema uposti ni wewe. Ila tazama. Na haujaposti lakini. Kwenda WhatsApp nikakuta zile details za offer ambazo Zamalek ya Misri wameweka mezani kwenye klabu ya Young Africans. Sawa. Ofa ya dola za Kimarekani milioni 1 sawa na bilioni 2.6 za Kitanzania. Bilioni 2.6 na laki 9 hivi. Kama ada ya uhamisho wa Clement Mzize. Lakini wameweka ofa ya mshahara wa mwezi mmoja dola za Kimarekani 60,000 kwa fedha Kitanzania ni milioni 161 na zaidi. Zamalek ya Misri wakasema hizi tunataka kuwatamanisha Yanga watuuzie Mzize. Nikamwambia hii story kubwa ya Tanzania sana. Akanambia from there ni wewe. Kama ambavyo mimi nilitoa huko nikachukua Selemani Mwalimu nikampa yeye na yeye akaiendeleza, baadaye Selemani Mwalimu akaenda Wydad ya Morocco. Kwa hiyo story mimi nikaishare. Sasa yafuatayo yakatokea. Lipo kundi la mashabiki wa Yanga ambao wanampenda Clement Mzize. Hawatamani kumuona anaondoka. Anakuja anafanyaje? Anaibeza au anaongea kwa chuki. Lipo kundi la wana Yanga ambao wanaona ni muda mzuri wa Mzize kuondoka kwa sababu offers zimeshakuja na amesha prove kila kitu Yanga. Wamesema kwa ofa hii huu ni muda sahihi wa bwana mdogo faje kuondoka. Hao ni watu wawili. Watatu ndo kama hawa ambao wewe umewakilisha hapo. Waliuliza mbona ilikuwepo ofa ya Olympique de Marseille imekuaje tena kutoka Ufaransa mpaka Misri? Kwa nadhani baada ya Wilson kuwajibu watakuwa wameshaelewa sasa. Kwa hiyo Yanga walisema wanataka fedha nyingi kwa Mzize, US dola milioni 1 ikitajwa. Taarifa za Kachero ambazo nakupa. Kiongozi wa Yanga alizungumza na kiongozi wa Wydad kumtaka Stefan Aziz pamoja na Clement Mzize. Majibu ya Yanga alikuwa mawili tu. Hatuwezi kuwaachia sasa hivi katikati ya msimu, lakini ukiwa una dola milioni 1 tuongee tukutane mwisho wa msimu. Hivi mimi na wewe tunaongea, Aziz ameshanyoa. Si ndio? Kesho ana ripoti. Wydad wameweka mzigo wa kueleweka. Na stories zilianza kama hivi, meza hii. Umeelewa? Kwa sasa imefika zamu ya Clement Mzize. Na second information, wasimamizi wake wanaona hii ni ofa ya kwenda. Sio, umeelewa? Personal opinion, ana miaka 21. Yupo kwenye climax. Hii ndio time ya kusell. Offers zinavozidi afu mtu atoki na demoralize. Nataka kuamini mimi kwa mtazamo wangu tu binafsi na experience ya kufuatilia mpira. Asipotoka sasa hivi ni ngumu kutafuta hii form next season. Asipotoka sasa hivi ni ngumu kutafuta hii form next season. Mentality itakuwa very demoralized kwa sababu anaiona kesho yangu, alafu kwa sababu ambazo labda ziko ndani ya uwezo wake, kesho yake haioni tena, abakie. Kiasi cha fedha alichoahidiwa ni kikubwa. Hii nimetaja transfer fee, nimetaja mshahara wa mwezi. Sijataja zile bonuses zile ambazo wao wanafikiria watakuwa wanampa. Sio, umeelewa? Kuna zile bonus ikitokea unacheza kombe la dunia ngazi ya club, pap ukifunga goli moja hiyo, ukitoa sijui assist 5 hiyo, wanaweka hizo offer ili wewe upambane. Unavotoa assist na goli unaisaidia timu technically. Hata kama unakupa tena, ni hamasa ya ziada. Hivi vitu wanaviona. Sasa last time ilitoka offer ya Libya, timu za Libya, Wydad walibisha hodi. This time Zamalek kubwa kuliko hizo zote. Akishindikana kwenda hapa kwa ofa hizi, nadhani itamsumbua sana. Atahitaji uwezo wa ziada kuperform msimu unaofuata. Ni muda sahihi kwa Clement Mzize kwenda kutafuta ugali sehemu nyingine na si kuendelea kuhudumu Tanzania ama kukaa Tanzania kwa muda mrefu kama ambavyo tumeona wachezaji wengi wanakuwa na majina makubwa na soka lao linaishia Tanzania. Ni muda sahihi wa kwenda kutafuta maisha mengine, Wilson John Oruma? Ni muda sahihi kwa maana ya umri. Iko kwenye umri sahihi. Miaka 20-21
Sio. Ni umri sahihi kwa maana kwamba ana uwezo wa kwenda kwenye ligi ya Egypt, labda akacheza misimu mmoja miwili, sio, atakuwa na miaka 23. Ina maana ile tunasema resale value yake, thamani ya wao Zamalek kumuuza tena na kupata pesa, sio, ni kubwa sana. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza, lakini kitu cha pili of course ni fomu ambayo yuko nayo. Ziko nyakati ambazo wachezaji wetu wanaondoka kwenye mpira wetu wakiwa out of form au wakiwa hawako kwenye ubora wa juu, lakini as we speak Clement yuko kwenye kiwango cha juu sana. Na mimi nimesema in terms ya kipaji, simuoni striker ambaye yuko na kipaji kwenye ligi hii kumzidi Clement Mzize kwenye ligi hii. Nimesema in terms ya talent. Yeah. Simuoni striker ambaye yuko na kipaji kumzidi Clement Mzize. Sasa na hapa sizungumzii washambuliaji wa ndani. Nazungumza mshambuliaji awe anatoka Kenya, awe anatoka Ghana, awe anatoka Senegal, sio, awe anatoka kokote kule ambako yeye anatoka. Mimi binafsi yangu simuoni mshambuliaji ambaye anamzidi kipaji. Unaelewa? Nazungumzia yani hapo kwa kumsaidia mtazamaji kwamba Jonathan Soa, Elvis Rupia, sijui Ateba, Mukwala, wote hao wewe kwako huwaoni wakifika kwenye ubora wa Mzize. Factor moja tu. Katika strikers hao wote umewataja, nitajie striker mmoja ambaye ni two footed perfect, kushoto kama kulia, yani kulia kama kushoto. Yani miguu yote miwili comfortable, sababu Mzize anaweza kudribble na mguu wa kushoto kama ambavyo anaweza kudribble na mguu wa kulia. Katika high level mchezaji akishakuwa na hiyo factor ni extra, ni kitu cha ziada, sio, kinampa edge kushindana na wenzake, kama anaweza kutumia mguu wa kushoto kama ambavyo anaweza kutumia mguu wa kulia. Nitajie katika house strikers wote waliowataja ambaye ana hiyo factor ambayo yuko nayo Clement Mzize. Dube kidogo kushoto kama wiki. Hayupo kaka, hayupo. Yeah. Dube mguu wa kushoto ni wa kuvukia barabara. Wa kuvukia barabara na kupandia kitandani. Wewe mbona umeniacha peke yangu? Maana ili wewe uone kama hakuna mchezaji anemzidi Mzize bwana Abisai. Soa mguu wa kushoto ni wa kuvukia barabara na kupandia kitandani. Elvis Rupia mguu wa kushoto na kuvukia barabara. Ya pandi kitandani. Wewe Maziku, kuna kitu unabishana nacho kichwani. Kuna swali lako unajitengenezea. Lipi labda? Ulison amezungumza kipaji. Wewe unataka kuongelea namna ya kutumia kipaji. Vitu viwili tofauti. Mimi nimemuelewa kwa hoja aliyokuwa na Junior. He is a very skillful player. Mpira anafanya na vitu vingi. Dana anavesha kanzu, anaweka kushoto, anarudisha kulia. Lakini hivi vitu kimwangalia Ronaldo huyo wa Real Madrid hana. Lakini muulize Neymar, where is Ballon d'Or? Hana. Ila nenda kwa Ronaldo muulize, atakuwa nayo. Aina ya soka la Misri, aina ya timu ya Zamalek ya Abisai. Kabla hujaendelea na hicho ambacho nataka kukizungumza, mimi nataka kufahamu. Hatujui ataingia vipi kama deal itakamilika. Lakini je, ni mchezaji mwenye quality ya kuisaidia Zamalek ambayo inataka kunyanyuka kutoka kwenye unyonge ambao Ahly wamekuwa wanawakandamiza kwa miaka hivi karibuni, nao wanataka wapambane kwenye level kubwa, washiriki mashindano makubwa ya dunia. Mzize ni silaha tosha Zamalek kwenda kuangusha ufalme wa Ahly na vilabu vingine Afrika ambavyo vinakuwa zaidi ya Zamalek? Mimi naona ana nafasi ya mchango kwa sababu kuna vitu anamiliki ndivyo vinavyohitajika. Kwanza na hiyo fighting mentality anayo kubwa sana. Hii ni ya kwanza. Lakini pili, aina yake ya uchezaji ni mchezaji ambaye ana kasi nzuri. Zamalek wanaitaka kasi yake. Matumizi ya nguvu kwenye kuzuia mpira usitoke au kwenye kufukuza mpira wakati timu haina, tunasema pressing, Mzize anafanya. Umeelewa? Let's say hiyo timu ina mshambuliaji, kuna mechi inahitaji mshambuliaji wa ziada. Mzize anakupa option ya kutoka kulia ama kushoto
at the same time kwa kufunga goli au kutengeneza goli. Wapo washambuliaji wakati ukiwapeleka kulia au kushoto, kazi yao ni kukurudishia tu mpira na kukimbia kwenye zone. Hawawezi kuathiri mchezo kutokea wide. Mzize ana offer hiki kitu kingine ambacho pia kimekuza game yake kutoka kwenye magoli 6 mpaka 13. Umeelewa? Kwa hiyo kumbe ni all round striker Clement Mzize. Sasa dribbling yake ndio inamfanya aweze kutoka wide. Ndio hiyo kipaji anachosema Wilson, ambayo pia sio mzuri kwenye hilo, au seme Dube sio mzuri kwenye hilo, au Soa ni watu wa matukio ndani ya box. Umeelewa? Wewe unaongelea umahiri wa kumalizia nafasi kwa magoli. Ndio hiyo ni kitu kingine. Huyu anazungumza tumetokaje kwenye build up kufika kwenye goli kabla ya kufunga, kabla ya kutoa pass. Ndio hapa anapomzungumzia. Sasa hiki kitu kinaweza kufundishika. Kama Zamalek wanaweza kuona weakness ya Mzize, labda akipata nafasi 3 anakosa, anafunga moja, watazistadi anakosa kwa nini? Wanaweza kugundua kumbe anatoka na mpira mbali sana. Akifika kwenye goli anakuwa off balance au amejog sana. Kwa hiyo power yake ya kupiga mpira inakuwa ndogo. Pale wanaweza kumtreat kitu, inaweza kumsaidia. Kama ambavyo leo game yake imeimprove akitokea wide, kuna makosa hayafanyi tena. Na Kachelo let's be honest, sio? Hapo ulikuwa unazungumzia maturity ya Mzize ndio, sio? Kutoka kwenye goli 6 mpaka 13. Mpaka goli 13. Huko alikuwa striker, anatoka bench au anaanza. Baadaye akaambiwa wewe Maxi amepona. Maxi hayupo, usitoke bench, cheza winga. Cheza na Dube huko ndani. Anafunga tena hivyo. Anafunga. So unaelewa? Nataka tufanye hii argument kwamba kwa hizo goli 13 ambazo Clement amezifunga kitokea wide, let's assume kwamba season hii Yanga wangekuwa wanacheza kwa sababu ya Mzize. Kwa sababu azitizi Mzize pamoja na hizi goli, timu inacheza kwa ajili ya Dube katikati. Like second si ndio? Timu inacheza kwa ajili ya Dube. Labda Mzize asingekuwa na zaidi ya namba hizi ambazo yuko nazo, kama timu ingekuwa inacheza kwa ajili yake, yani yeye ndo main man, kama ambavyo Yanga wanamwamini Dube, wangekuwa wanamwamini hivyo Mzize, asingeweza kuwa na idadi ya goli zaidi ya hizi ambazo yuko nazo hivi sasa. Kwa this season nadhani angeshuti zaidi, angefunga zaidi hizo goli 13 alizonazo. Kama kuna timu haina shida kutengeneza nafasi, aidha na kocha mpya au na kocha wa muda, hiyo timu ni Yanga. Kutengeneza nafasi sio shida, issue ni wewe unamalizia vipi. Sasa kuna kipindi cha mechi 11 hapa Prince Dube alikuwa anapata hizi nafasi nyingi, alikuwa anazikosa. Nikatoa takwimu hapa siku moja, watu wanafumba mdomo, watu wakatoka na upanga. Takwimu 45, nafunga goli 9. Mzize nafasi Mzize asingevumiliwa. Si unaelewa? Ndio. Na kuna time kuna hoja ukileta unaambiwa mbona ta hoja ya kizawa. Unaona mechi imemkataa Prince. Yuko Mzize kwenye mood ya mechi. Unaona bisa huyu anavyoshambulia, he can score any time from now. Anatoka yeye. Unaona kibao kinamuita Mzize. Anatoka Mzize, anabaki Prince. Si unaelewa? Baadaye una post unaambia wewe mbona unaleta uzawa? Lakini unaona eye of tactic kwamba huyu Prince kasha, kwa mfano mechi ya Kagera. Ndio mechi ambayo Dube aliweka record ya kukosa nafasi 5. 45 minutes to be specific, 15 minutes. Nafasi 4 15 minutes. Mechi ya Kagera. Kipa zote ana save. Tena atakupewa kwenye nafasi. Zile angekuwa amepewa Mzize mechi ijayo au hiyo mechi huenda asingerudi. Sio, umeelewa vizuri. Sasa au kuna mechi walifunga 2-2. Dube amefunga kwa matukio tu, ila Mzize unaona goli la 3 hilo linakuja. Hilo lakini he was substitute. Hivyo ni vitu ambavyo lazima uviangalie kwenye mchezaji. Sisi tuna kasumba moja. Tukikujua majina yako matatu, tukijua ulipozaliwa, tunakudharau. Tunakumudu yani wewe Maziku. Maziku huyu Shinyanga huyu? Aende BBC? Maziku hapana. Ndio wanaofanya kwa Mzize. Trust me, kitu anachokifanya Clement na values anazopossess kama mshambuliaji ndio dunia inataka hivyo. Ila kwa sababu amekulia Iringa, aliendesha pikipiki Tanga kama bodaboda, watu wanaona haiwezekani from Tanga to Egypt. Wanaona it's a miracle. Mwinyi Zaire alipomchukua tu tena Egypt Cairo, Zamalek tena nani Zaire alipompata kwenye under 20 clinic ile, aliwaambia watu ni kuliko Mayele na ni Drogba ajaye.
From there ilikuwa kicheko. Ni baada ya kumuona Mayele anavyokimbia, anavyohangaika na anavyofunga, watu wakasema Zahera alikuwa amefanyaje? Sijui kala marage ya wapi. Lakini sasa hivi angalia video za Mzize msimu huu. Nakuuliza Bisai. Ukikaa ukiziangalia za msimu huu za Mzize, alafu angalia na za Mayele za msimu huu pia. Angalia Zahera alichokisema. Usiende kwa maana neno kwa neno kama ndo Drogba huyu hapa. Lakini alikuwa anamaanisha ni top striker. Lakini ndo huyu hapa anakuja. Unakubaliana na Papa Mwinyi Zahera kwamba Clement Mzize ni zaidi ya Mayele? Kwenye uzaidi ni hoja ya kuendelea. Kwamba yani yeye apate muda tuone anafanya nini. Sasa hivi ndio ipo kwenye hiyo njia panda. Hoja tu ya kuhusishwa na Zamalek na Zamalek kutoa hela hizo tayari unaona kabisa ni positive. Kwamba huyu mchezaji sawa Mayele kashafanya kwa sababu alipata nafasi. Mzize naye akipata hizi nafasi atafanya. Mimi naye tunasubiri kumuona. Lakini Mayele kumbuka kwa Pyramids. Misri. Akati anataka kwenda watu waliongea hivyo, wanaenda tu mara moja huyu Mayele si hapa. Lakini leo tunazungumza nini? Mzize ana bonge la CV. Mzize ni top assist wa Mapinduzi. Na balozi of course balozi wa kwanza wa Clement kule ni Mayele. Yes, kwa sababu Mayele alikuwa akitoka anaingia. Mzize ni top assist wa Mapinduzi Cup msimu uliopita. Msimu uliopita Mzize ni top scorer wa CRDB Federation. Alikuwa anawania mchezaji bora wa hiyo tournament. Mzize msimu uliopita kwa Yanga alikuwa second assist kitu cha namna hiyo. Msimu huu ni leading top scorer kwa kikosi chao. Umeona graph inavyoenda. Na huu msimu ndio ambao Taifa Stars tumekuwa tukimpa nafasi. Kwa hiyo yupo kwenye wakati wake. Under 21 years of age. Hajadiliwa kutokana na umri. Sasa usimjadili na mtu wa miaka 30 kama Rupia au nani wengine. Kwa sababu hawa ni proven strikers. Wako kufunga sana wamemzidi. Yupo kwenye muda wa kwenda. For me, yani ndo mimi ningekuwa naongea na viongozi wa Yanga. Naambia this is offer to take. Sawa, anaacha pengo Yanga Afrika. Kwa namna ukitazama Yanga kuelekea msimu ujao bila Clement Mzize, kuna haja ya sijui afanye nini. Kuna pengo analiacha au unaona pengo lake linaweza likazibika hata kwa wachezaji ambao wapo ndani ya Yanga Afrika? Wataenda sokoni. Yaani Yanga wataenda sokoni lazima. Kwa ajili ya kuziba pengo la Mzize. Lazima wataenda sokoni. Si Kennedy Musonda akiaminiwa anaweza kuziba nafasi ya Mzize labda? Kennedy Musonda kwa sababu anaweza akacheza kwenye type hiyo ambayo anaocheza Mzize. Kennedy hata huku sisi watu wamemfahamu sana fomu yake ya national team ya Zambia akicheza katikati. Yes. Sasa hata Yanga tunaona kwamba ni kama wana misuse. Kuna muda anacheza hadi fullback. Anacheza fullback, anacheza wide. Sio mchezaji ambaye ana skill set za kucheza pembeni. Sio. Yeye ni box striker, pambane pale. Hapa Musonda, Balaa na nguvu. Kwa hiyo Yanga huko wana misuse. Kwa hiyo sioni kama Nabi alimwezea sana. Nabi alimwezea Kennedy Musonda. Nabi alianzisha ile formation yake ya striker ni Mayele. Alafu kwenye mpangilio kusimama unatokea wide. Sio. Ila wakati mchezo unaendelea wanabadilisha. Wanabadilisha. Why? Kwa sababu Mayele anaweza kurotate sana. Why? Kwa sababu huyu Musonda game yake ni game ya kasi. Mtu anayekimbia akimbii katikati ya watu, anakimbia kwenye nafasi ile wazi. Mpigie mpira kwenye nafasi ile wazi. Wakati anaufukuza na kupita walinzi kwa kwenda kwenye square, huku Mayele anarudi kwenye box kwa square pass. Baada ya magoli yafuatayo alifunga dhidi ya Malumo Galaxy away, dhidi ya Monastir kwa Mkapa, dhidi ya Malumo Galaxy tena hapa. Ni matukio ya magoli ambayo Musonda alikuwa anakimbia, square pass, anafunga Mayele. Kwenye magoli, kwenye ule msimu Yanga alikuwa ameenda finali. Musonda alifunga 3, alitoa pasi 2. Alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao kwenye kombe la shirikisho walisikoa kwenye magoli mengi. Baada ya Nabi kutoka tu, wakasajiliwa watu wingers, viungo, yeye nafasi yake ya pembeni ikafa. Miguel akaja na watu wake, Pacome, Max, Aziz anawapeleka white. Yule akarudi kwenye striker. Sasa ni ngumu akamkuta Prince Dube ndo ameletwa. Tena sio tu kuletwa, timu inamtazamia afunge. Yeye akaa anasubiri. Sasa benchi ukishakaa sana unakuwa demoralized, unakuwa kuna energy inapungua. Musonda anaonekana nomo. Wiki hii ambayo acheze Yanga, wiki ijayo anacheza Zambia, anafunga goli. Sio goli, kuwania AFCON. Alafu anarudi Yanga anakaa benchi. Atapata time, atafunga goli moja, afu arudi tena benchi, ataumia hivyo. Lakini wapo watu wanamtaka.
Na akijua kumtumia atarudi kwenye form. So the same hata kwa Clement, kama Zamalek wana mpango wa kumtumia according to strength zake, uimara wake, mimi nakwambieni anaweza kufanya kitu. Sisi tumezoea hivi vitu kuviona kwa wenzetu, ila this time mpira wetu umefika hatua hiyo. Sio, umeelewa? Kuna makocha walikuwa kutoka hapa kwenda Misri haiwezekani. Dabo katoka Azam hapa, tumesema ni kocha mdogo, kaenda kupewa AS Vita Club ya Kongo mzee, kafundisha mpaka iliposhindikana ametoka. Na sisi tunatoa makocha kule tunawaleta hapa, the same kutoka hapa kwenda kule. Kwa hiyo tunavyoziangalia ligi zetu, tunavyoziona wanavyocheza ligi zetu kwa namna zinavyocheza sio sawa na kipindi hiko. Nao tunashindana sisi. Sisi tuko finali timu ya pili Tanzania ndani ya miaka hii mitatu. Sawa. Kombe linakuja any time from today. Taarifa kutoka South Africa, duru zinaonesha nani mshambuliaji wa Mamelodi kiongozi huyu Namibia? Shalulile. Peter Shalulile. Kafanyaje? Anaagana na Mamelodi msimu huu kiisha. Tafadhali. Mbona unataka uende haraka kabla kufika sentence yangu? Sasa Peter Shalulile. Ushamjua kuku kuna haja, ushamjua kuku kuna haja kumtaja jina tu. Peter Shalulile. Taarifa zinaeleza msimu huu ndo wa mwisho pale Mamelodi. Yanga Afrika wamemuuza Zizi kwa mabilioni ya fedha. Wanamuuza Max huyu Mzize kwa mabilioni ya fedha. Chambua. Maana umeniangalia sana. Hujauliza swali Yanga Afrika, maana swali ushaanza kulipata kabla hata kuuliza. Bado naama kwako Oruma. Unaiona Yanga Afrika wapo kwenye nafasi, of course wana ndoto ya kuwa timu kubwa, kuchukua makombe makubwa. Wameshapata pesa kuuza wachezaji wao, tena matumainio ya kikosi cha kwanza. Huenda Peter Shalulile akawa chaguo sahihi la kuziba nafasi ya hawa wachezaji wawili kwa pamoja ndani ya Yanga Afrika. Okay. Kama kweli anaondoka Mamelodi. Yanga Peter Shalulile inaweza kuwa chaguo lao sahihi. Yanga. Yes, lakini je, Peter Shalulile Yanga ni chaguo lake sahihi? Kwa umri wake ni chaguo sahihi. Umri wa miaka 30 plus kuja kumalizia Bongo. No stress. Hawezi, sidhani kama kaskazini kwa umri wake huo anaweza akapata hela nzuri. What if Saudi wakabisha hoja? Saudia. Sasa Saudia shughuli. Compare Saudia na Yanga. Ndio nikamuuliza vizuri. What if? Ana CV nzuri. Ana CV yake very proper. Lakini msimu huu CV yake na yumba, ana injury msimu huu za mara kwa mara, afu umri wake umesogea. Ndio maana hata Mamelodi wao wanaona fresh. Ukitoa mchango wa Shalulile, Mamelodi haipo finali. Msimu huu ambao anayumba. Mechi ambayo ni must win na qualify dhidi ya Maniema Union, alifunga goli 2 kutoka bench. Yule sales striker mpya, mechi ilimshinda. Akaja akawafunga goli nadhani Al Ahly Afrika Kusini. Goli 1. Baada sare wameenda nani finali. Umeelewa? Nusu finali, goli la nusu finali. Mpeleka timu finali. Leo huyu hapa ana magoli 3 tu ya kimaamuzi. Lakini akiwa kwenye box, ulinzi anaowekewa sio mchezo. Watu wawili, watatu kila muda wanamkumbuka. Anatoa nafasi kwa watu kina Ribeiro kucheza na Adams na nini. Kwa hiyo ni top striker wa Afrika ambaye amesha prove. Issue inakuja kwenye thamani yake. Yeye binafsi akisema mimi nataka kwenda kucheza Yanga, hapa sisi hamna anaweza kumzuia. Itakuwa ni swala lake. Lakini ukiniuliza mimi kwa ufahamu wangu, kwa mshahara ambao atautaka, kwa value alikuwa nayo, kama Yanga wanashindwa kumhold Mzize hivi kwa hela, watamweza Shalulile kumleta. Bwana, kick off number 2 inafuata mwana michezo ambako tunatazama ligi ya kikapu pale nchini Marekani, finali ya Mashariki ndio ambayo tutaitazama hapa muda si mrefu kutoka sasa. Endelea kuitazama number 10 ya TVE mpaka